Kupewa upendeleo na Mungu sio udhuru wa kutenda dhambi. Jina lake ni Musa, alipewa upendeleo mkubwa na Mungu. Naam, Mungu alimtumia kufanya kazi kubwa ya kuwatoa Israeli toka Misri kuelekea Kanaani. Mungu alitenda miujiza mikubwa kupitia kwake na kwa mikono yake, ikiwemo ile ya Misri kwa Farao, kuigawa bahari ya Shamu kwa fimbo, kutoa maji katika mwamba jangwani na kadhalika. Upo wakati alimwomba Mungu na Mungu akamsikia na kumwonyesha nini cha kufanya katika zamu yake ya kuwaongoza wana wa Israeli. Alimsihi Mungu kwa ajili ya Israeli walipotenda dhambi, na Mungu akamsikia na kugaili ule uovu aliousema atawatenda watu wake. Alimsikia Mungu akimwambia kuwa amemjua jina lake naye amepata neema mbele zake. Mungu akamhakikishia kuwa uso wake utakwenda pamoja naye atawapa raha. Tena Mungu akalitangaza jina lake mbele yake. Bwana akawaambia Miriam na Harun kuhusu Musa kwamba akiwapo nabii kati yenu, mimi Bwana nitajifunua kwake katika maono, nitasema naye katika ndoto. Sivyo ilivyo kwa mtumishi wangu Musa. Yeye ni mwaminifu katika nyumba yangu yote. Kwake nitanena mdomo kwa mdomo, maana waziwazi wala si kwa mafumbo, na umbo la Bwana yeye ataliona. Ni Hesabu 12 mstari wa 6 hadi wa 8. Biblia inasema kuwa naye Bwana akasema na Musa uso kwa uso, kama vile mtu asemavyo na rafiki yake. Kutoka 33:11. Wala hajainuka tena katika Israeli nabii kama Musa, ambaye Bwana alimjua uso kwa uso katika ishara zote na maajabu yote ambayo Bwana alimtuma kuyatenda katika nchi ya Misri, kwa Farao na kwa watumishi wake wote, na kwa nchi yake yote, na katika ule mkono wa nguvu wote, tena katika ule utisho mkuu wote alioutenda Musa machoni pa Israeli wote. Ni Kumbukumbu la Torati 34 mstari wa 10 hadi wa 12. Lakini pamoja na hayo yote, upendeleo mkuu aliopewa Musa hata kufika karibu na ile ng'ambo ya kuingia nchi Bwana aliyowaahidia, Musa bado hakuvuka kuingia Kanaani kwa sababu ya dhambi aliyoifanya katika maji ya Meriba. Japokuwa alimsihi Mungu, Bwana hakukubali. Musa anasema, nikamnyenyekea Bwana wakati huo, nikamwambia, Bwana Mungu, umeanza kumwonyesha mtumishi wako ukubwa wako na mkono wako wa nguvu. Kwani kuna Mungu gani mbinguni na duniani awezaye kufanya mfano wa kazi zako na mfano wa matendo yako yenye nguvu? Nami nakuomba nivuke nikaione hiyo nchi nzuri iliyoko ng'ambo ya Yordani, mlima ule mzuri na Lebanoni. Lakini Bwana alikuwa amenikasirikia kwa ajili yenu asinisikilize. Bwana akaniambia, na ikutoshe, usinene nami zaidi jambo hili. Kwea katika kilele cha Pisga, ukainue macho yako upande wa magharibi na kaskazini na kusini na mashariki, ukatazame kwa macho yako, kwa maana huuvuki mto huu wa Yordani. Lakini mwagize Yoshua, umtie moyo mkuu, umtie na nguvu, kwani ndiye atakayevuka mbele ya watu hawa, na nchi utakayoiona atawarithisha yeye. Ni Kumbukumbu la Torati 3 mstari wa 23 hadi wa 28. Kile ambacho Mungu alikusudia kupitia kwa Musa wakati akimwagiza kwenda kwa Farao, yaani kuwatoa watu wake Misri na kuwapandisha katika nchi njema, kisha pana, nchi ijayo maziwa na asali, hata mahali pa Mkanaani na Mhiti na Mwamori na Mperizi na Mhivi na Myebusi. Hiyo ni Kutoka 3 mstari wa 8. Hicho kilikatizwa na dhambi. Na kwa sababu hiyo ikabidi Mungu amtumie Yoshua kukamilisha safari hiyo. Hakika kupewa upendeleo na Mungu sio udhuru wa kutenda dhambi. Dhambi itaukatisha mpango wa Mungu kupitia kwako. Hii ni AWU TV, Amazing Wake Up Universal Television. Napenda kukukaribisha twende pamoja katika hili somo makini na muhimu sana kwa maisha yetu. Hapa tunakwenda kuangalia dhambi ni nini, mifano mingi ya watu kutoka kwenye Biblia na dhambi walizozitenda na kudhilizia. Tena tunakwenda kuangalia pendeleo mbalimbali ambazo Mungu ametupatia katika maisha yetu leo, na vile ambavyo tunapaswa kuzitumia ili zisiwe tanzi kwetu na kwa makusudi ya Mungu maishani mwetu. Kumbuka kusubscribe, kushare, kulike na kucomment pia. Karibu sana tujifunze na tufanyie kazi maarifa haya.
Biblia ni neno la Mungu, ni kitabu kinachoonyesha kwa uwazi na upana sana tatizo kubwa linaloikabili jamii ya wanadamu, yaani dhambi, na tena kikituonyesha vile ambavyo Mungu anaishughulikia ili kuhakikisha tunapata ushindi dhidi yake na wokovu, hatimaye uzima wa milele. Ndani ya Biblia ipo mifano mingi ya kutuonya juu ya ubaya wa dhambi, kiasi kwamba hatukupaswa hata kuikaribia, tulipaswa tu kuikimbia. Naam, ndiyo inavyopaswa. Ndiyo, dhambi imeleta hasara, aibu, maumivu, majuto, majeraha, kifo. Imekatiza makusudi ya Mungu kwa maisha ya wengi. Imeharibu nguvu za walioichagua. Imepunguza ufanisi kazini. Imeuficha uso wa Mungu. Imemtenganisha mwanadamu na Mungu na kuleta kupotea milele kwa mwanadamu. Kwa kweli dhambi ni mbaya. Dhambi haina udhuru. Dhambi haina mbadala. Dhambi haina ukubwa wala udogo. Dhambi ni dhambi na mshahara wake ni mauti. Lakini dhambi ni nini? Yohana anasema, kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Yohana wa kwanza 3:4. Lakini je, ni uasi wa nini? Ni uasi wa kile alichokiagiza Mungu. Na kwa kuwa Mungu ni mfalme mkuu, Malaki 1:14, basi kila analonena na kutuagiza ni amri, Danieli 4:22-25. Hivyo dhambi ni uasi kwa amri za Mungu. Hebu tuone mifano kutoka katika Biblia ili tuweze kuelewa hili kwa makini na kwa kina. Tuanze na huu mfano wa Musa. Wana wa Israeli walikaa Kadesh, lakini hapo hapakuwa na maji. Ndipo wakajikusanya juu ya Musa na Harun kushindana nao ili wawapatie maji. Musa na Harun wakaenda kwa Bwana. Bwana akamwambia Musa, toa ile fimbo ukawakusanye mkutano, wewe na Haruni ndugu yako, ukauambie mwamba mbele ya macho yao utoe maji, nawe utawatokezea maji katika mwamba, na hivyo utawanywesha maji mkutano na wanyama wao. Ni Hesabu 20:8. Basi Musa akafanya hivyo, lakini kwenye mwamba akafanya tofauti na alivyoagizwa. Musa akainua mkono wake akaupiga ule mwamba kwa fimbo yake mara 2. Maji yakatoka mengi, mkutano wakanywa na wanyama wao pia. Ni Hesabu 20:11. Je, hapo alitenda sawasawa na maagizo ya Bwana? Hapana. Na je, kwa hilo Mungu alinyamaza? Hapana. Bwana akamwambia Musa na Harun, kwa kuwa hamkuniamini mimi ili kunistahi mbele ya macho ya wana wa Israeli, basi kwa sababu hiyo hamtawaingiza kusanyiko hili katika ile nchi niliyowapa. Hesabu 20:12. Hiyo ndio dhambi iliyomgharimu Musa. Alifanya uasi kwa amri ya Mungu. Badala ya kuuambia mwamba utoe maji, yeye aliupiga mwamba. Lakini kwa nini mtu afikie hatua ya kufanya uasi, yani dhambi? Ni kwa sababu ameshindwa ama amekoma kumwamini Mungu, hivyo kutokulitii neno la Mungu na kutii kile Mungu anachokiagiza. Ni kwa sababu hiyo pia neno la Mungu linasema, na kila tendo lisilotoka katika imani ni dhambi. Warumi 14:23. Musa alipopuuza maagizo ya Mungu na kuupiga mwamba, maana yake ni kuwa aliacha kumtegemea Mungu na kuanza kujitegemea. Alitegemea kile anachoweza kufanya badala ya kile Mungu alichomwagiza kukifanya. Alifikiri kuwa mwamba utatoa maji ukipigwa na wala sio ukiambiwa kutoa maji. Alisahau kuwa Mungu utamka na mambo yakafanyika, hivyo akategemea nguvu zake. Katika maarifa alijiona ni mwenye maarifa kuliko Mungu. Aliona kile anachokiagiza Mungu hakiwezi kuleta matokeo isipokuwa kile anachoweza kukifanya kwa uwezo, nguvu zake na akiongozwa na akili yake. Hivyo mtu anapojitegemea mwenyewe na kutegemea kile anachoweza kufanya, kile ambacho akili yake inamuongoza na wala sio neno la Mungu linavyosema, hudhihirisha kuwa hamwamini Mungu. Yaani, mtu anayevuka mipaka aliyoiweka Mungu kwa kufanya kile Mungu alichozuia, hutangaza kuwa hatambui mamlaka ya Mungu, hamwamini Mungu wala neno lake, wala alichokisema Mungu akiamini kuwa ni kweli. Na tena husema kuwa hicho kipo kwa ajili ya kutunyonya na kutukandamiza na kutuangamiza. Yaani Mungu hana mpango mwema na sisi. Hii ni hatari. Kupuuzia kile alichosema Mungu ni kumvunjia Mungu heshima mbele ya wote wanaoangalia, tangu mbinguni hadi duniani. Kwa maana nyingine ni kujifanya kuwa kama Mungu, kwani nawe unajiamlia utaratibu wako katika dunia iliyoumbwa na Mungu. Ni kumdharau Mungu, ni kumtukana, ni kumkanyaga Mungu.
na kwa sababu hiyo Mungu hawezi tena kutazama upendeleo aliotupatia. Dhambi inaharibu vyote. Ndiyo, haijalishi kuwa tulikuwa tumepewa upendeleo gani, dhambi huharibu vyote kama haitakuwa tu rehema za Mungu kuingilia kati. Mifano ni mingi. Inasikitisha kwa kuwa wale Mungu aliowachagua na kuwaandalia mambo makuu waliishia kutiririsha machozi kutokana na kuiridhia dhambi. Adamu na Hawa bustanini waliipoteza bustani, wakapoteza uzima na kuiingiza dunia katika taabu zote tunazozipitia kwa sababu tu waliasi maagizo ya Mungu. Hawakuliamini neno la Mungu, hawakuamini kile Mungu alichosema. Wakidanganywa na shetani, waliona maslahi na manufaa yako kwenye kukiasi kile Mungu alichosema, lakini kumbe hakuna usalama. Matokeo yake ni haya tunayoyaona leo. Mungu atabaki kuwa mkweli daima na neno lake litabaki kuwa ni usalama wetu na nanga yetu katika hii safari. Mfalme Sauli ambaye Mungu alimuona anafaa sana na kumchagua awe mfalme wa kwanza wa Israeli, Mungu alimkataa wakati alipoasi maagizo ya Mungu. Naam, aliagizwa aende kuwapiga Amaleki. Biblia inasema, wakati huo Samueli akamwambia Sauli, Bwana alinipeleka nikutie mafuta uwe mfalme wa watu wake Israeli. Basi sasa isikilize sauti na maneno ya Bwana. Bwana wa majeshi asema hivi, nimeatia moyoni mwangu mambo hayo Amaleki waliowatenda Israeli, jinsi walivyowapinga njiani hapo walipopanda kutoka Misri. Basi sasa na ukawapiga Amaleki na kuviharibu kabisa vitu vyote walivyo navyo, wala msiwaachilie, bali waueni mwanamume na mwanamke, mtoto naye anyonyaye, ng'ombe na kondoo, ngamia na punda. Ndipo Sauli akawaita watu, akawahesabu huko Telemu askari waliopanda farasi 200,000 na watu wa Yuda 10,000. Sauli akawapiga Waamaleki toka Avira uendapo Shuli unaokabiri Misri. Akamkamata Agagi mfalme wa Waamaleki yu hai, akawaangamiza hao watu wote kwa upanga. Lakini Sauli na watu wake wakamwacha Agagi hai, na katika kondoo waliowazuri na ng'ombe na vinono na wanakondoo na chochote kilichochema, wala hawakukubali kuwaangamiza, bali chochote kilichokuwa kibaya na kibovu ndicho walichokiangamiza kabisa. Ndipo neno la Bwana likamjia Samueli kusema, najuta kwa sababu nimemtawaza Sauli awe mfalme, maana amerudi nyuma asinifuate wala hakufanya niliyomwamuru. Samueli akasikitika, akamlilia Bwana usiku kucha. Samueli akaondoka asubuhi na mapema ili aonane na Sauli. Samueli akaambiwa ya kwamba Sauli alifika Karmeli, na tazama akajisimamishia ukumbusho, akageuka akatelemkia Gilgali. Samueli akamwendea Sauli, naye Sauli akamwambia, ubarikiwe na Bwana, nimeitimiza amri ya Bwana. Samueli akasema, maana yake nini? Basi hiki kilio cha kondoo masikioni mwangu na huu mlio wa ng'ombe ninaousikia? Sauli akasema, wamewaleta kutoka kwa Waamaleki, maana watu waliwaachia hai kondoo na ng'ombe walio wazuri ili wawatoe dhabihu kwa Bwana Mungu wako, nao waliosalia tumewaangamiza kabisa. Ndipo Samueli akamwambia Sauli, ngoja nami nitakuambia neno aliloniambia Bwana usiku huu. Naye akamwambia, haya sema. Basi Samueli akasema, ingawa ulikuwa mdogo machoni pako mwenyewe, je, hukufanywa kuwa kichwa cha kabila za Israeli? Naye Bwana akakutia mafuta uwe mfalme wa Israeli. Kisha Bwana akakutuma safarini, akasema, enenda ukawaangamize kabisa wale wa Amaleki wenye dhambi, ukapigane nao hata watakapoangamia. Mbona basi ukuitii sauti ya Bwana, bali ukazirukia nyara, ukafanya yaliyo maovu machoni pa Bwana? Sauli akamwambia Samueli, hakika mimi nimeitii sauti ya Bwana, nami nimemleta Agagi mfalme wa Waamaleki, tena nimewaangamiza Waamaleki kabisa. Ila watu waliteka nyara kondoo na ng'ombe walio wazuri katika vitu vilivyowekwa wakfu, kusudi wavitoe dhabihu kwa Bwana Mungu wako huko Gilgali. Naye Samueli akasema, je, Bwana huzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawasawa na kuitii sauti ya Bwana? Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu, na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Kwani kuasi ni kama dhambi ya uchawi, na ukaidi ni kama ukafiri na vinyago. Kwa kuwa umelikataa neno la Bwana, yeye naye amekukataa wewe usiwe mfalme. Ndipo Sauli akamwambia Samueli, nimefanya dhambi, maana nimeihalifu amri ya Bwana pia na maneno yako, kwa sababu naliwaogopa wale watu, nikaitii sauti yao. Basi sasa nakuomba unisamehe dhambi yangu,
rudi pamoja nami nipate kumwabudu Bwana. Samueli akasema, sitarudi pamoja nawe kwa sababu umelikataa neno la Bwana. Bwana naye amekukataa wewe usiwe mfalme wa Israeli. Naye Samueli alipogeuka aende zake, Sauli akaushika upindo wa vazi lake, nalo likararuka. Basi Samueli akamwambia, leo Bwana amekurarulia ufalme wa Israeli, naye amempa jirani yako aliye mwema kuliko wewe. Tena yeye aliye nguvu za Israeli hata nena uongo wala hataona majuto, maana siye mwanadamu hata ajute. Ni Samueli wa kwanza sura ya 15 mstari wa kwanza hadi wa 29. Japokuwa Samueli alikuwa akimlilia Sauli, Bwana alimwambia yeye amemkataa Sauli asiwamiliki Israeli. Pewa upendeleo na Mungu sio udhuru wa kutenda dhambi wakati wowote. Ni salama kila wakati kutenda, kunena na kuenenda kama Bwana alivyoagiza. Amri ya Bwana ni usalama wetu. Na utii ni bora kuliko sadaka, hata kama ipo nia njema, hata kama ipo kasi kubwa, na hata kama ni sadaka kwa Bwana. Hakika sio salama iwapo sivyo Bwana alivyoagiza. Mtu mwingine ni Yosia. Yosia alikuwa mfalme wa Yuda ambaye alifanya matengenezo makuu sana kiasi kwamba Bwana akaepusha maovu aliyoyaahidi kuyaleta kwa watu wake kutokana na uasi wa Manase. Bwana hakuyaleta kipindi cha Yosia. Hata hivyo, Yosia alifanya dhambi iliyopelekea kifo chake kwa kumzuia Farao Neko. Biblia inasema, baada ya hayo yote, alipokwisha Yosia kulitengeneza hekalu, Neko mfalme wa Misri akakwea ili kupigana Kelkemish karibu na Frati, na Yosia akatoka juu yake. Lakini yeye akatuma kwake wajumbe kusema, ni nini nilio nayo mimi na wewe, mfalme wa Yuda? Sikuja juu yako leo, lakini juu ya nyumba nilio na vita nayo, naye Bwana ameniamuru nifanye haraka. Acha basi kumpinga Mungu aliye pamoja nami asikuharibu. Walakini Yosia hakukubali kumgeuzia uso mbali, akajibadilisha apate kupigana naye, asiyasikilize maneno ya Neko yaliyotoka kwa Mungu, akija kupigana bondeni mwa Megido. Nao wapiga upinde wakampiga Yosia, naye akafa. Ni Nyakati wa Pili 35 mstari wa 20 hadi wa 24. Hata kama Mungu amekutumia kufanya mambo makubwa, hakika sio udhuru wa wewe kumpinga Bwana eti kwa kuwa anamtumia mtu ambaye si mcha Mungu. Hakika Mungu anaweza kumtumia mtu yeyote kutimiza makusudi yake. Angalia usije ukawa unapingana na Mungu. Mungu hana kanuni moja peke yake. Anaweza kumtumia mtu yeyote. Angalia usije ukampinga Mungu. Mtu mwingine ni Daudi. Daudi alikuwa ni mtu wa Mungu kweli, na Mungu akampenda kiasi cha kumwahidi kutokukosa mtu atakayetoka katika uzao wake ambaye atakikalia kiti cha enzi cha ufalme wa Israeli. Tena ni huyu ambaye alitumiwa na Mungu kufanya makubwa, ikiwemo kumuua Goliati. Ni huyu ambaye alimwapia Bwana kumjengea hekalu. Akasema, sitaingia hemani mwa nyumba yangu, wala sitapanda matandiko ya kitanda changu. Sitaacha macho yangu kuwa na usingizi, wala kope zangu kusinzia, hata nitakapompatia Bwana mahali na shujaa wa Yakobo maskani. Zaburi 132 mstari wa 3 hadi wa 5. Na ni huyu ambaye Bwana alimpatia akili na hekima za vita, kiasi kuwa alikuwa ni hodari na bora sana kwa vita. Zaburi 27 mstari wa 4, lakini pia Zaburi 144 mstari wa 1. Hata hivyo, alipotenda dhambi ya kuzini na mke wa Uria, hayo yote hayakuzuia kupata matokeo ya dhambi yake. Mungu akimtuma Nathani kwa Daudi, anamwambia, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, nalikutia mafuta wewe mfalme juu ya Israeli, nikakuokoa na mkono wa Sauli, nami nikakupa nyumba ya bwana wako na wake za bwana wako kifuani mwako. Nikakupa nyumba ya Israeli na ya Yuda, na kama hayo yangalikuwa machache, ningalikuongezea mambo kadha wa kadha. Kwa nini umelidharau neno la Bwana na kufanya yaliyo mabaya machoni pake? Umempiga Uria Mhiti kwa upanga, nawe umemtoa mkewe awe mke wako, nawe umemuua huyo kwa upanga wa wana wa Amoni. Basi sasa upanga hautaondoka nyumbani mwako, kwa sababu umenidharau ukamtoa mkewe Uria Mhiti kuwa mke wako. Bwana asema hivi, angalia, nitakuondokeshea uovu katika nyumba yako, nami nitawatwaa wake zako mbele ya macho yako na kumpa jirani yako, naye atalala na wake zako mbele ya jua hili. Maana wewe ulifanya jambo lile kwa siri, bali mimi nitafanya jambo hili mbele ya Israeli wote na mbele ya jua. Daudi akamwambia Nathani, nimemfanyia Bwana dhambi.
Nathani akamwambia Daudi, Bwana naye ameiondoa dhambi yako, hutakufa. Lakini kwa kuwa kwa tendo hili umewapa adui za Bwana nafasi kubwa ya kukufuru, mtoto atakayezaliwa kwako hakika yake atakufa. Ni Samueli wa pili 12 mstari wa 7 hadi wa 14. Hata Daudi aliyechaguliwa na Mungu baada ya Sauli, ambaye Bwana alimwita kuwa ni mwema, bado haikuwa heri kwake baada ya kuiridhia dhambi. Dhambi inatoa nafasi ya Mungu kudhihakiwa. Daudi aliyapata madhara, ikiwemo kijana wake kumbaka dada yake na kijana wake mwingine Absalom kutaka kumpindua na kadhalika. Mtu mwingine ni Suleiman. Suleiman alipewa upendeleo mkubwa na Bwana. Bwana alipendezwa na njia zake kiasi kwamba alimpatia nafasi ya kumwomba lolote atakalo naye atampatia. Basi Suleiman akaomba hekima na Bwana akampa hekima. Hata hivyo, alipotenda dhambi haikufanya ulinzi wa Mungu uwe juu yake. Wanawake walimgeuza moyo, akaiabudu miungu. Na zaidi ya hayo, Mungu akamwamshia maadui, na zaidi ya yote Mungu akampokonya ufalme. Biblia inasema, Mfalme Suleiman akawapenda wanawake wengi wageni pamoja na binti yake Farao, wanawake wa Moabi na wa Waamoni na wa Waedomi na wa Wasidoni na wa Wahiti na wa mataifa Bwana aliyowaambia wana wa Israeli, msiingie kwao wala wasiingie kwenu, kwa kuwa hakika wataigeuza mioyo yenu kuifuata miungu yao. Suleimani akaambatana nao kwa kuwapenda, akawa na wake 700 binti za kifalme na masuria 300, nao wakeze wakamgeuza moyo. Maana ikawa Suleiman alipokuwa mzee, wake zake wakamgeuza moyo wake afuate miungu mingine, wala moyo wake haukuwa mkamilifu kwa Bwana Mungu wake kama moyo wa Daudi baba yake. Kwa kuwa Suleimani akamfuata Ashtoreti, mungu mke wa Wasidoni, na Milkom, chukizo la Waamoni. Suleimani akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana, wala hakumfuata Bwana kwa utimilifu kama Daudi baba yake. Suleimani akamjengea Kemosh, chukizo la Wamoabi, mahali pa juu katika mlima uliokabili Yerusalemu, na Moleki, chukizo la wana wa Amoni. Na kadhalika ndivyo alivyowafanyia wake zake wa nchi za kigeni, waliofukiza uvumba wakawatolea miungu yao dhabihu. Basi Bwana akamghadhibikia Suleiman kwa sababu moyo wake umegeuka, naye amemwacha Bwana Mungu wa Israeli aliyemtokea mara 2, akamwamuru katika habari ya jambo hilo hilo asiifuate miungu mingine, lakini yeye hakuyashika aliyoyaamuru Bwana. Kwa hiyo Bwana akamwambia Suleiman, kwa kuwa umefanya hayo, wala hukuyashika maagano yangu na sheria zangu nilizokuamuru, hakika nitaulalua ufalme usiwe wako, nami nitampa mtumishi wako. Ni Wafalme wa kwanza 11 mstari wa 1 hadi wa 11. Kwa kweli ufalme aliulalua na akampa Yeroboamu mtumishi wake. Hakika kupewa upendeleo wowote na Mungu sio udhuru wa kutenda dhambi. Wakati ambapo tumeanza kukitegemea kile tulichopewa na Mungu kituongoze na kuacha kitutawale badala ya Mungu, hakika hapo tuko katika njia mbovu kama ya Suleiman. Alipogeuka kutoka kwenye maagizo ya Mungu na kutenda kwa kadri ya hekima yake, hekima ilimuongoza mbali kwenye upotovu. Anakiri mwenyewe akisema, mambo hayo yote nimeyahakikisha katika hekima. Nilisema mimi nitakuwa na hekima, lakini imefarakana nami. Mhubiri 7:23. Ndipo mfalme anapokaa na kupiga hesabu katika maisha yake, anagundua kuwa yote ni ubatili na kujilisha upepo tu, ila kile kimpasacho mwanadamu anasema ni kumcha Mungu na kuzishika amri zake. Hii ndiyo jumla ya maneno yote yamekwisha sikiwa, mche Mungu nawe uzishike amri zake, maana kwa jumla ndiyo impasayo mtu. Mhubiri 12 mstari wa 13. Hakika dhambi itaharibu mpango wa Mungu. Dhambi itafanya tukataliwe katika utumishi na mwendo. Dhambi itatulaza kaburini pasipo matumaini, kama haitakuwa tu ni Mungu kuturehemu. Dhambi ilimfanya Samsoni asikamilishe kile alichozaliwa kukifanya, na kwa sababu hiyo Wafilisti waliendelea kusumbua hadi kipindi cha Daudi alipowadhibiti. Dhambi ilimfanya Musa asikamilishe utume aliopewa, na badala yake Yoshua ndiye akaukamilisha. Dhambi ilimfanya Elia asikamilishe mwendo, na badala yake akasimama Elisha kuukamilisha. Elia ilifikia hatua akaacha kumwamini Mungu na neno lake alipomkimbia Yezebeli. Hilo peke yake lilifanya aitwe mtu mwingine kwenye huu mwendo. Dhambi ilifanya Israeli walioondoka Misri waishie tu kufa jangwani, na watu 2 peke yake
Yoshua na Caleb ndio wakaingia Kanaani? Ni kwa sababu waliamini. Lakini kama wasingeamini, hakika wangepotea tu kama wale wengine. Mungu kutuchagua haitoi udhuru kwamba hawezi kutukataa. Dhambi itafanya atukatae. Dhambi itasababisha hukumu ya Mungu kuja juu yetu papo hapo, kama ilivyokuja juu ya Uza. Uza alihitaji kulikamata. Uza alikuwa na nia njema ya kuliokoa sanduku la Bwana linalokwenda kuanguka chini. Hata hivyo, alipoligusa tu alikufa papo hapo. Ni kwa sababu wana wa Kohathi na Walawi ndio walihusika tu na hilo sanduku. Mungu amesema nini? Kama hajasema, usihangaike juu ya hilo. Mungu amehitaji tulisikilize neno lake na tulitii. Huo ndio usalama wetu. Kinyume na hapo, hata kuwa radhi na sisi. Japokuwa kwake kuna neema, ila neema yake haikumbatii uasi. Upendeleo wowote aliotupatia hautupatii udhuru wa kutenda dhambi ama kuendelea kuishi katika dhambi. Akitupatia jukumu A, haina maana kwamba tunapaswa kufanya na jukumu B iwapo hakutuagiza. Tunahitaji kuwa makini ili tusije kufungua mlango wa uasi kama alivyofanya Gideoni, ambaye aliingilia jukumu la ukuhani kwa msukumo wa watu na mwisho akaliongoza taifa katika ibada ya miungu mingine. Japokuwa ni huyo ambaye alitumiwa na Mungu dhidi ya kuwapiga wa Midian, bado ni huyo ambaye kutokana naye uasi ulikuja. Tumepaswa kumsikiliza Mungu amesema nini. Ikiwa Mungu ameagiza, sawa. Lakini kama Mungu hakuagiza, ni vema tutulie. La sivyo, ipo hatari. Yuda anatukumbusha kitu cha muhimu sana. Anasema, tena napenda kuwakumbusha, ijapokuwa mmekwisha kujua haya yote, ya kwamba Bwana akiisha kuwaokoa watu katika nchi ya Misri, aliwaangamiza baadaye wasioamini na malaika wasioilinda enzi yao wenyewe, lakini wakayaacha makao yao yaliyowahusu. Amewaweka katika vifungo vya milele chini ya giza kwa hukumu ya siku ile kuu. Yuda 5:6. Yani Yuda 1 mstari wa 5 na wa 6. Ndiyo, kwa sababu ya Israeli kutokuamini, waliangamizwa jangwani. Israeli walikuwa wameshuhudia uwezo mkuu wa Mungu. Waliona jinsi Mungu alivyowatoa Misri kwa kuwapiga wazaliwa wa kwanza wa Misri. Waliona jinsi Mungu alivyoigawa bahari ya Shamu nao wakapita. Waliona jinsi Mungu alivyowapa chakula kilichoshuka kutoka juu kila siku. Waliona jinsi ambavyo Mungu ametoa maji mwambani nao wakanywa. Tena waliona Mungu akiwaleta kwale kwa upepo kila siku nao wakapata nyama. Walishuhudia viatu vyao na nguo zao, licha ya safari waliokuwa nayo, havichakai wala kuchafuka. Lakini bado waliendelea kuwa wenye manunguniko kwa Mungu. Hivyo wanawezaje kunung'unika na kumnung'unikia Mungu mwenye uwezo mkuu, ambaye lengo lake ni kuwapa mema? Pamoja na kushuhudia uwezo mkuu wa Mungu, bado hawakumwamini Mungu. Wakati Musa amewatuma wapelelezi kuipeleleza nchi ya Kanaani, hawakuliamini neno la Mungu kwamba ile nchi tayari Mungu amewamilikisha na wakazi wake wote amewatia mikononi mwao. Hivyo wakapokea taarifa ya wale wapelelezi 10, na hapa Mungu akasema hawataingia katika ile nchi. Basi Mungu akawazungusha jangwani hadi wale wote waliotoka Misri walipokuwa wamekufa jangwani. Ndiyo, Mungu aliwahifadhi. Mavazi yao hayakuchakaa wala viatu vyao havikuchanika. Ilikuwa ni mpango wa Mungu kuwaingiza nchi ya Kanaani, lakini dhambi ilisababisha Mungu agaili. Kumbe tunaposhindwa kuliamini neno la Mungu na kubaki tukibabaika kulingana na mazingira, uhalisia unaoonekana na maneno ya wale wanaotuzunguka, kwa hakika tunamhuzunisha Mungu. Mambo makuu aliyotutendea hayawi udhuru wa sisi kutenda dhambi, kwani tukitenda dhambi bado atatukataa. Haya ni maonyo kwetu leo. Tumepewa upendeleo mkubwa kiasi kuwa yaliyotangulia kuandikwa yameandikwa ili kutuonya tusiwe wenye kurudia makosa kama yao. Biblia inasema, basi mambo hayo yaliwapata wao kwa jinsi ya mfano, yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiriwa na miisho ya zamani. Wakorintho wa kwanza 10:11. Je, leo Mungu amekupatia upendeleo gani? Kwa hakika, ikiwa wengine walipolala jana usiku, leo asubuhi hawajaamka kabisa, inamaanisha kama tumeamka ni upendeleo tu wa Mungu kwetu. Hata hivyo, sio udhuru wa sisi kutenda dhambi. Yaweza kuwa ni talanta umepewa, yaweza kuwa ni fikra fulani njema kwa ajili ya utukufu wa Mungu, yaweza kuwa ni uwezo mkubwa wa kiakili, yaweza kuwa ni cheo, mamlaka, heshima, mali, fahari, maarifa, hekima, nguvu, kazi, nyumba, gari, afya na kadhalika. Basi tambua tu kuwa hayo sio udhuru wa wewe kufanya dhambi. Hata kama wewe ni mhubiri, unahubiri na watu wengi wanajitoa kwa Yesu, na tena bado unahitajika sana katika eneo lako la kazi, bado hata hayo hayatoi udhuru wa wewe kutenda dhambi.
Mungu anaweza kumtumia mtu yeyote kwa kazi hiyo iwapo utashindwa kutunza zamu yako. Kumbuka tu kuwa amekuchagua kwa neema na wala sio kulingana na vile unavyofaa wala kuwa na sifa na vipaji vinavyokubalika. Lakini pengine Mungu amekupa nafasi nyingine baada ya kukosea mara ya kwanza. Basi unahitaji kuitumia na kuhakikisha kuwa haurudii makosa. Kumbuka tu kuwa kabla ya Mungu kutukataa, huwa anakuwa amechukua hatua kadhaa za kutusaidia, na ndivyo alivyofanya tangu huko nyuma. Kwanza kabisa hutuletea neno lake, yaani kutujulisha maagizo yake. Tazama huko nyuma tulikojifunza, utagundua kuwa hakuna mahali hata pamoja ambapo Mungu alimuonea mtu, bali alihakikisha amewapatia kwanza neno lake lenye maono na kuwaelekeza kipi cha kufanya na kipi sio cha kufanya. Na pili, japokuwa hii huwa si kwa mara zote, Mungu hutoa nafasi ya pili ama ya tatu ama ya nne na kadhalika. Anapotuacha mara ya kwanza haimaanishi kuwa tumekuwa wajanja kuliko yeye. Hapana. Mfano ni kwa Mfalme Nebukadneza. Nebukadneza alipata fursa ya kumjua Mungu kupitia kwanza kwa Daniel, pili kwa akina Mishaeli, Hanania na Adharia motoni. Hata hivyo bado alisahau na kuwa na kiburi na kujitukuza. Basi Mungu akamwonya kupitia ndoto ya mti mkubwa uliokatwa. Baada ya muda fulani kupita, mfalme huyu akajitukuza. Ndipo Mungu akamwondolea fahamu zake na kumpeleka polini kuishi kama mnyama kwa miaka 7 hadi alipotambua Mungu ni mkuu na kumtukuza. Hivyo alipewa fursa tofauti tofauti. Hata hivyo hii ni tofauti na kwa Belishaza ambaye alikuwa na fursa moja tu ya kujifunza kumheshimu Mungu kutokana na awamu za ufalme zilizopita, ikiwemo ile ya Nebukadneza. Hata hivyo ujeuri wake wa kutumia vyombo vitakatifu, kunywa pombe au kuleta nafasi ya pili, alikataliwa, alifedheheshwa, na usiku huo huo akaangamizwa na majeshi ya Wamedi na Waajemi. Kumbe mambo mengine hayatakuwa na nafasi ya kugeuka. Yakienda yameenda. Yaweza kuwa hii ndiyo nafasi ya mwisho, na ikienda imeenda, haitarudi hata itafutwa kwa machozi. Tafadhali usiichezee. Lakini kwa sababu maonyo na maelekezo ya Mungu ni bayana, basi kutokuyajua kwa uzembe wetu hakutafidishia kupotea kwetu kwa kutokuyajua. Ndiposa Mungu anatuagiza leo akisema, tafuteni katika kitabu cha Bwana mkasome. Isaya 34 mstari wa 16. Biblia ni kitabu cha Mungu ambacho ni taa kamili kwa ajili ya maisha yetu. Ndani ya Biblia Mungu ametupatia maelekezo ya kile anachokihitaji, hivyo tukisoma hatutapotea. Mungu anasema, sikilizeni sauti yangu nami nitakuwa Mungu wenu, nanyi mtakuwa watu wangu, mkaende katika njia ile yote niliyowaamuru mpate kufanikiwa. Ni Yeremia 7:23. Tena katika Mambo ya Walawi 25:18 Bwana anasema, kwa sababu hii zitendeni amri zangu, mkazishike hukumu zangu na kuzifanya, nanyi mtakaa katika hiyo nchi salama, nayo nchi itazaa matunda yake, nanyi mtakula na kushiba na kuketi humo salama. Tunaposikiliza sauti ya Bwana na kuenenda katika mashauri yake, maana yake ni kuwa hatujitegemei. Yesu hakujitegemea hata kidogo. Badala yake maisha yake yote alimtegemea Baba. Alimtegemea Baba kwa kile alichopaswa kukinena, kukitenda pia. Ndivyo nasi Mungu anahitaji tumtegemee, kwani pasipo yeye hatuwezi lolote. Yohana 15 mstari wa 4 hadi wa 6. Huu ndio usalama wetu. Shetani siku zote anatamani tusimsikilize Mungu wala kumtegemea, lakini hatupaswi kufanya hivyo. Na zaidi ya Mungu kutupatia nafasi ya kwanza, pili, tatu, nne na kadhalika, Mungu hutuweka katika mahali ambapo udhaifu wetu hudhihirika ili aweze kutusaidia. Mfano kwa ile tunamwona Samsoni. Samsoni aliapa mapenzi kipaumbele kuliko Mungu. Hata hivyo mara kadhaa Mungu alimuokoa katika hatari zilizosababishwa na wanawake, bila ya yeye kuona Mungu alivyomwokoa, hivyo atafakari na kubadilisha njia zake. Huo ndio ulikuwa usalama wake. Upendeleo aliopewa na Mungu wa kuwa mnadhiri wake haukuwa na chochote cha kufanya kwenye hili iwapo angeendelea kuitafuna dhambi kama jojo. Mara ya mwisho mapenzi yanamfanya anatoa siri ya nguvu zake. Hata hapa Mungu alitamani kumsaidia, lakini Samsoni hakushtuka. Ikiwa kwa kubembelezwa na Delila mara ya kwanza na kutoa siri, Delila aliwaita maadui, vivyo hivyo mara ya pili na ya tatu. Hivi alitegemeaje kupona aliposema ukweli? Je, alitegemea atausema ukweli na Delila atamwacha salama? Samsoni aliishia tobolewa macho. Aliishia kusaga ngano za Wafilisti. Aliishia kufa na Wafilisti. Hakukamilisha kile alichozaliwa kukifanya. Hakika dhambi haina urafiki. Ikimbie tu dhambi, kwani ukikaa na kujadiliana nayo itakushinda.
Mtu mwingine ni Yuda. Yuda alikuwa ni mwizi, na ili kumsaidia Yesu alimweka katika nafasi ya kushika mfuko wa hazina, na hapa alichukua baadhi ya pesa iliyowekwa mure kwa matumizi yake binafsi. Huu ulikuwa ni wizi. Hata siku ile Mariamu alipoipasua ile chupa ya maramu na kumpaka Yesu mafuta yale yenye thamani nyingi, naye Yuda akalaumu kwa kitendo kile cha kupoteza thamani kubwa ya pesa, Yesu alimkemea kwa kukiunga mkono kitendo kile cha Mariamu. Hata hapo bado Yuda alipuuzia nafasi ile ya msaada wa Yesu. Badala yake ndipo alipata chuki zaidi na kuanza kufikiri kumuuza Yesu. Maskini, mwisho anapotea mwenyewe kwa ukaidi wake, kwani baada ya kumuuza Yesu anaishia kujinyonga. Nafasi ya upendeleo aliyopewa na Mungu ya kuwa miongoni mwa wanafunzi 12, tena kuwa karibu zaidi na Yesu, iliposhindikana kumsaidia kuishinda dhambi, haikuwa udhuru wa yeye kutenda dhambi. Alipotenda dhambi, alipotea. Pewa upendeleo na Mungu sio udhuru wa kutenda dhambi. Ni neema ya Mungu kumweka mwizi hazinani, kwani ndipo mahali pa tabia yake halisi kudhihirika. Na kama hatatambua hilo na kutafuta msaada na ushindi kwa huyu Mungu, ambao huo msaada ni wa hakika kwa kila anayemwendea Mungu, hakika hatakuwa na udhuru. Mungu akitamani kutusaidia, kutudhihirishia upungufu wetu kama alivyofanya kwa yule mwanamke Msamaria, ili tuone jinsi tunavyomhitaji na tusogee miguuni pake hata atupe kushinda. Lakini hata baada ya kushinda udhaifu fulani, haitupi nafasi ya kutulia. Badala yake mapambano yanaendelea, mapambano ya kushika utume wetu na kutafuta ushindi wa kila dhambi inayotuzinga yamepaswa kuwa ya daima. Paulo anasema, je, hamjui ya kuwa wale washindanao kwa kupiga mbio hupiga mbio wote, lakini apokeaye tuzo ni mmoja? Pigeni mbio namna hiyo ili mpate. Na kila ashindanaye katika michezo hujizuia katika yote. Basi hao hufanya hivyo kusudi wapokee taji iharibikayo, bali sisi tupokee taji isiyoharibika. Hata mimi napiga mbio vivyo hivyo, si kama asitaye, napigana ngumi vivyo hivyo, si kama apigaye hewa, bali nautesa mwili wangu na kuutumikisha, isiwe nikiisha kuwahubiri wengine mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa. Wakorintho wa kwanza 9 mstari wa 24 hadi wa 27. Hivyo Paulo anatambua kumhubiri Mungu bado sio udhuru ikiwa hatajizuia kwa dhambi. Naam, dhambi ni mbaya. Mungu alimwambia Musa, mtu yeyote atakayenitenda dhambi ndiye nitakayemfuta katika kitabu changu, Kutoka 31:33. Hivyo haijalishi wewe ni nani, Mungu amekuita kwa lipi na amekupa heshima gani, dhambi itaharibu yote. Usiiridhie dhambi tafadhali. Lakini Yesu ndiye msaada wetu, kwa maana yeye alidhihirishwa ili aziondoe dhambi, na dhambi haimo ndani yake. Kila akae ndani yake hatendi dhambi. Yohana wa kwanza 3 mstari wa 5 hadi wa 6. Na kukaa ndani yake ni kukaa katika mapenzi yake. Yesu akajibu akamwambia, mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Yohana 14:23. Niposa Daudi anasema, jinsi gani kijana isafishe njia yake? Kwa kutia akilifuata neno lako. Kwa moyo wangu wote nimekutafuta, usiniache nipotee mbali na maagizo yako. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Zaburi 119 mstari wa 9 hadi wa 11. Yesu maishani mwetu na neno lake moyoni mwetu hutupatia kushinda, hutupatia nguvu na mwendo wa kuenda na kukamilisha mwito wetu katika Kristo. Hata leo bado Mungu anatusii kama alivyomsii Kaini kutenda vema ili apate kibali. Naam, hana upendeleo. Kama tukiiridhia dhambi, haitakuwa udhuru kwetu. Licha ya vipaji na uwezo wote aliotupatia, dhambi italeta maumivu, itasababisha kukataliwa. Lakini kama tukitenda vema, tukimchagua Yesu na kumpa nafasi maishani mwetu, tutapata kibali. Basi Mungu atusaidie. Hii ni Awuu TV. Mungu akubariki kwa kuwa nami tangu mwanzo hadi mwisho huu. Uwe na wakati mwema. Usisahau lakini kusubscribe, kulike, kucomment na kushare pia kwa watu wengine ili waendelee kupata maarifa haya. Basi Mungu awe na wewe.